Kwenye Biblia juu ya watu ambao waliahidiwa au walipewa urithi na Mungu wa jambo fulani au wa eneo fulani, hawakumiliki mpaka walipopigana. Na kwenye ulimwengu huu ni mwendo wa kupigana. Ni wale tu wanaojua kwamba kwenye ulimwengu huu siri ya kumiliki ni kupigana. Hao ndio ambao wanaweza wakafika mbali. Wakati mwingine nikiwa na tafakari, najiuliza kwa nini Mungu anataka watu wake kabla hawajamiliki kile ambacho wamepewa wanatakiwa kupigana. Sasa nikawa na tafakari ya kumusha mstari mmoja kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 na mstari wa 19, ambayo inasema hivi: waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 na mstari wa 19 inasema, twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anasema tunajua ya kwamba sisi tuko ulimwenguni, lakini dunia yote au ulimwengu wote unakaa katika yule mwovu. Ukisoma Biblia ya Kiingereza International New Version inasema kwamba and the whole world is under control of the evil one. Maana yake dunia yote au ulimwengu wote uko chini ya mamlaka, yani yake ni maana yake inaongozwa, is controlled by the evil one. Ikiwa ulimwengu unatawaliwa, unamilikiwa na unaongozwa na shetani, ni namna gani hawa watu wanaoishi katika ulimwengu huu wana uwezo wa kumiliki wakati kile wanachotakiwa kumiliki kiko under control of the evil one? Kwa hiyo shetani hatakubali kumiliki kirahisi. Kwa hiyo yule anayetawala ulimwengu hata kuruhusu. Endeni nikaambiwa mstari mwingine kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili ile sura ya 2 Wakorinto sura ya pili, sura ya
sura ya 4 na mstari ule wa 4. Ukianza mstari wa 3 nasema, lakini ikiwa nchi yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Anasema Mungu wa dunia hii. Neno Mungu ametumia herufi ndogo akimaanisha shetani au sio Mungu Yehova. Kwa hiyo anasema Mungu wa dunia hii. Okay. Ikiwa wewe unaishi kwenye ulimwengu ambao anayeutawala kama Mungu wake ni shetani. Ni shetani. Kwa hiyo wewe hakika kuna aina ya vita ambayo lazima upigane ili uweze kumiliki. Haijalishi Mungu amesema nitakupa. Haijalishi Mungu amekuahidi nitakuinua. Haijalishi Mungu amesema nitakupa kitu fulani. Usipopigana kuna vitu huwezi pata, hata kama ahadi za Mungu zipo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikuahidi jambo haimaanishi kwamba ndio umeshafanyaje, umeshapata. Kuna mambo ya kufanya, kuna kitu cha kutenda, kuna aina ya vita lazima upigane ili umiliki. Kuna aina ya vita lazima upigane. Vita amini kupigana ni mapambano. Vita ni mapambano. Unapigana na adui yako, unamwambia nataka kitu hiki, naye anakuambia upati. Unamwambia mimi nataka hiki, naye anakuambia upati, huwezi kwenda. Unamwambia nataka niende sehemu fulani, nataka niende kiwango fulani, anakuambia huwezi kupita. Unasimama unazipiga kwenye ulimwengu wa roho ili wewe uweze kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli waliahidiwa na Mungu. Mungu akamwambia Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 3. Mungu wakati anatokea Musa anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu katika nchi ya Misri. Ile sura ya 3 mstari wa 7. Kutoka 3:7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandisha kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijaayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamoni na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria tena, nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Unaona, Mungu aliwaambia. Ukisoma Biblia inasema Mungu alimwambia Abrahamu, anamwambia kizazi chako kitaenda utumwani miaka 400. Kwa hiyo baada ya hapo kweli wakaenda utumwani miaka mingapi? 400. Maria anasema walipomaliza miaka 400 wakawa wako kimya, wameendelea kurelaksi kwa sababu tayari wanajua ni miaka 400. Ile miaka 400 ikaisha. Ilipoisha miaka 400 ikaongezeka miaka 30. Maria anasema ndani ya ile miaka 30 ukiwa inaisha, wakakumbuka ya kwamba kweli Mungu alisema tutakaa utumwani miaka 400 na baada ya hapo atatutoa, na Mungu anakaa kimya na
kuwatoa, ikaongezeka mwaka wa kwanza mpaka wa 30. Maana yake walipofika kwenye nchi ya Goshen wakariaksi, wakasema Mungu alishasema, Mungu alishaahidi, Mungu alishatuambia kuna hiki. Sikiliza, Mungu akikuahidi jambo sio kwamba tayari umepata, kuna mambo ya kutenda ili yale mambo uweze kuyamiliki. Ndio maana kuna kuahidiwa na kuna kupewa. Sasa Mungu huwa anatuahidi kwamba nitakupa. Kuna mambo ambayo Mungu kashaniahidi kwa habari ya huduma, mpaka leo haijafanyika. Manake nini? Kuna vitu ambavyo Mungu anatengeneza. Kuna vita ambayo utapigana nayo, kuna mapito utapita kwenye hayo mapito, kuna vitu utakutana nayo, kuna udhaifu utakutana nao, kuna kupigwa kiroho, kuna kupiga na wewe. Yale mambo yanafanyika ili Mungu akupeleke kwenye kile alichokuandalia. Kwa hiyo kama hauna desturi ya kupigana, uwe na uhakika huwezi miliki. Amen. Wana wa Israeli wakakaa miaka 30 ya ziada. Walipoanza kuomba, walipoanza kulia, Biblia inasema Mungu akasikia kilio na akakumbuka na akaona machozi. Wakati hawajaomba wanapigana, hakusikia na alikuwa anajua kabisa hawa wapo wale wameanza kuteswa muda huo. Kama inateso si ameanza zamani, toka wanaingia miaka 400 yote yako na wako kwenye mateso, Mungu yuko kimya. Miaka 400 yuko kimya. Wewe unasema walipoanza kulia akasikia na akaona machozi yao. Kuna vitu ambavyo mpaka Mungu aanze kuona kiu yako, aanze kuona machozi yako, aanze kuona ile kiu unayo, ndipo ataachilia. Atasikia na akasema, nimesikia kilio cha mwanangu, ananilia mahali, anataka hiki, anataka mafanikio, anataka utajiri, anataka ndoa, anataka vipawa. Nimesikia kilio cha mwanangu. Usipoomba, hata kama Mungu alishakuahidi, hakitatokea. Kuna watu wengine wanaambia bado nimekusikia, nimekusikia, takupa ndoa. Ukisema nina relax, Mungu kashaniahidi ndoa, utaisubiri sana. Pigana. Wanasema katika jina la Yesu, wakati unataka kusikiliza, ndoa ni kitu cha Mungu, ni mpango wa Mungu. Shetani akubali ndoa kirahisi, ila shetani anaweza na kuruhusu ukaingia kwenye ndoa ambayo ni ya upotevu. Lakini ndoa yenye mpango wa Mungu, shetani hatakubali kirahisi. Usitayari anaelewa kwenye hii ndoa kuna kusudi, kwenye hii ndoa kuna mapenzi ya Mungu, kwenye hii ndoa kuna kusudi ya Mungu, atazuia. Kwa hiyo ikiwa anazuia na wewe umekaa unasema Mungu kashaniahidi, Mungu kashaniambia, bila kupigana huwezi. Biblia inasema baada ya kuwa Musa ameenda akafanikiwa kuwatoa yale yote yaliyofanyika mpaka Farao akawaruhusu. Biblia inasema wakaanza safari. Walipofika kwenye bahari ya Shamu ikawazuia, wakashindwa kupita. Unajua vile vikwazo vya wana wa Israeli ndio vikwazo vya kiroho ambavyo leo tunavyo. Wana wa Israeli wanaanza safari, wamefika bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu inawaambia hamwezi kwenda hapa, hakuna kuogelea, hakuna kufanya chochote, mnatakiwa mkae hapo. Na Biblia inasema Farao akatiwa moyo mkuu, akawafuata tena wakiwa kwenye ukingo wa bahari, wanasubiri waone muujiza. Shetani anasema tunamsubiri, wakati anasubiria muujiza tunataka tuuue, wakati anasubiria kupokea tunataka tuumalize. Sikiliza, Mungu aliye
Unajitoa Misri, tumefika hapa, hakuna pa kupita, sasa inakuwaje? Mungu akamwambia Musa, waambie waendelee mbele, leo nitawapigania, leo wataona wokovu wa Bwana, waambie wasonge mbele. Ukianza kumlilia Bwana, kuna kitu anaanza kukuambia, kuna direction inaanza kukupa, kuna maono ataanza kukupa. When you pray, kuna vitu vinaanza kuashiriwa, kuna maono yanaanza kuashiriwa, kuna ufunuo unaanza kuashiriwa, kuna vitu vinaanza kufunguka tayari kwa sababu ya maombi yako. I will give you whatever you want. Amen. Maombi yatakupa kile unachotaka, ila ukilala kile unachotaka utakipata. Na tukumbuke Biblia inasema tuko kwenye vita. Ndio maana Biblia inasema kwenye ile Waefeso sura ya 6 na ule mstari wa 13, 11, 12, 13 mpaka 18 inaeleza kwa habari ya vita. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kwa hiyo tujue kwamba tunashindana kwenye ulimwengu wa roho, tunapigana kwenye ulimwengu wa roho, tunafanya vita kwenye ulimwengu wa roho, ili tunyang'anye kile ambacho alikimiliki. Aliyasema dunia yote iko ana control yake. Kwa hiyo yeye ndiye ana control, yeye ana control watu. Ndio maana nashangaa, unaweza kujiuliza kwa nini wanadamu inakuwa ni rahisi sana kufanya mabaya kuliko kufanya mema. Hata yaani kusema kama ni kuhusu kama tunakuhusu kwenye yale mabaya utaona raha kweli. Raha. Kwa hiyo ulimwengu huu watu kwenye kufanya mabaya wanaona raha kuliko kufanya mema kwa ajili ya Mungu. Ndio maana Yesu kaenda kwenye mikutano ya waimbaji wa kidunia, wanaimba yale manyimbo yao na wanacheza wako nje na watu wamejaa na wanashangilia. Nini kinaendelea? Watu wako free na wanapenda kufanya mabaya kuliko mema kwa ajili ya Mungu. Kwa nini? Ile control ya shetani kwenye ulimwengu imeshika mizizi na wanadamu wamekamatwa kwenye ulimwengu na maisha yao yamefungwa. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, maisha yako yafunge, yafunge, yafunge kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuna wakati ambao lazima dunia ichue. Biblia inasema shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Kwa kila mwanadamu akijaribu kuibuka kama hana nguvu za Mungu anashushwa. Kila mwanadamu akitaka kuibuka kutenda mapenzi ya Mungu anashushwa. Hilo kwa nini wanashushwa? Iko hivyo. Shetani usifikiri unaweza kumshinda kirahisi kwa nguvu zako, kwa sababu yeye alikuwa mbinguni, akamjua Mungu, wamekaa pamoja, wamezungumza, wamefanya kila kitu pamoja, anaelewa siri zote na kila kitu cha mbinguni. Kwa hiyo wewe ukiingia kuomba, anaelewa akupige wapi wache kuomba. Ukianza kufanya kitu cha Mungu, anaelewa akupige wapi poteze direction. Kwa hiyo maana Wakristo wengi wakiingia kwenye maisha ya wokovu, anawapiga wanakosa direction, wanarudi kwake. Maana yeye amekuja duniani kupigana na wanadamu asiweze kumiliki, kupigana na wanadamu asiweze kutawala. Maana ulimwengu huu anasema ameweka chini ya mamlaka yake, na sisi tunakwenda kwenye ulimwengu wao. Anasema shetani hautatawala, hautamiliki, tunakunyang'anya kwa jina la Yesu. Leta maisha na kwa hiyo amewamiliki. Akiinua mtu ndio maana unakuta
mambo ya shetani kwenye ulimwengu huu yanakuwa na nguvu kwa wanadamu, yanakuwa na nguvu kabisa kwa wanadamu, anakuwa na nguvu kwa wanadamu. Ndio maana shetani anaweza kumpiga muda ukia hakuna kufanya ibada wako na akalala na hakuna kufanya ibada. Anaweza kupiga usingizi, kila ukiingia kanisani unapiga usingizi na uchumi. Anaweza akafanya chochote ambacho anajisikia na akafanikiwa. Mungu akikuahidi jambo, alikwambia bwana, mimi nitakulipa wewe. Unaona, Mungu aliwaambia wana wa Israeli kuna nchi iliyojaa maziwa na asali, na akataka akasema mahali ambapo anakaa Mhiti, Myebusi, Mwamori, Mkanaani, hiyo nchi nimewapa ni yenu. Amewaahidi ya kwamba hiyo nchi nimewapa ni yenu. Wanaanza kutoka, wakafika Yordani, wakafika pale Shamu, wakazuiwa. Baadaye Mungu akafanya muujiza, wakavuka, wakaendelea na safari, wakafika kwenye jangwa, hakuna chakula, hakuna maji. Unakwambia maji nitawapa kwenye mwamba na chakula nitawapa cha maana, mtakula chakula kutoka mbinguni, kinachoshuka kutoka mbinguni, inaitwa mana, chakula cha muujiza. Baadaye sasa zikashushwa kwale, zikashushwa kwale, wakachukua wakala. Mungu akawa na wapa chakula, wako jangwani. Hata kama uko jangwani, iko neema ya kupita kwenye jangwa, iko neema ya kushinda jangwani, iko msaada utokao juu kwenye jangwa lolote. Ninaomba kwa jina la Yesu, kwenye jangwa lako utokee msaada Bwana, kwenye jangwa lolote unalopitia Yesu atokee msaada. Maana hapa hakuna njia, Yesu akupe njia jangwani kwa jina la Yesu. Wakaenda wakafika mto Jordan. Wakiwa ng'ambo ya mto Jordan hawajavuka, Musa akawapiga wafalme wawili, akawapiga wafalme wawili, akatoa miji yao, akatoa maeneo yao, alafu akawagawia makabila mawili ya Israeli, ambapo Bwana haya ndiyo nimewapa. Baada ya Musa akawa tayari amekufa, akabaki Joshua, anaambia wewe utawavusha mto Jordan, alafu akivuka wewe utawarithisha nchi niliyowaambia au niliyowapa. Atawarithisha. Kuna tofauti ya kurithi na kumiliki. Bwana sasa, anarithi kitu ambacho hakikuwa chake, lakini baada ya kuwa mwenye nacho haipo. Lakini kurithi sio kumiliki. Kurithi sio kumiliki. Ndio maana kitabu cha Wagalatia ile sura ya 4, Wagalatia sura ya 4, kuna tafsiri pale ya kurithi au ya mtu anayarithi. Sura ya 4 mstari wa kwanza inasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote.
na baba. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Mzazi hatimaye akifariki na akaacha mali na akasema hizi mali atapewa mtu fulani au mtoto fulani, na yule mtoto akawa bado ni mtoto, hajawa mtu mzima, ile mali hawezi akapewa. Huwa wanaweka mtu wa kutunza zile mali mpaka huyu mtoto akue ndio akabidhiwe. Maana anasema mtu anayerithi hana tofauti na mtumwa akiwa bado ni mtoto. Kwa hiyo Mungu akikuahidi jambo akakwambia bwana, nitakupa kitu hiki, na asikupe muda huo, maana yake kwenye ulimwengu wa roho bado ni mtoto. Amen. Kwa hiyo anasema kinachomfanya Mungu asitupe ule urithi aliyotuahidia kwa wakati fulani, kwa sababu anaelewa kwenye hili eneo au kwenye wakati huu huyu mwanangu bado ni mdogo, bado ni mtoto, kwa ni lazima nimwache akue kwanza. Ndio maana kuna wakati ambao Mungu anakupeleka kwenye darasa la kukua, kuna wakati Mungu anakupeleka kwenye shule ya kukua, kama ni kwa huduma, kama ni kwa mazingira sana, anakupeleka shule ili ukue, uelewe mambo, ujue vitu. Kwa hiyo mtoto kimdamia ule urithi akiwa bado ni mtoto, hawezi kufanya chochote, ataharibu. Lakini akiwa imara, amekuwa amekomaa, atatunza zile mali alizopewa urithi na atafanikiwa. Kwa hiyo kupewa urithi sio kukabidhiwa umiliki, inategemea wewe una kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wana wa Israeli wakaambiwa, bado mtaenda kwenye nchi inayotiririka asali na maziwa, bado mtaenda kule, kuna kila kitu. Wakafikiri kwamba wanafika tu wanaanza kuchuma yale matunda. Walipokuwa bado wako na Musa, wakapiga wafalme wawili wakubwa waliokuwa na mataifa yao, akawapiga, akawanyang'anya. Alipowanyang'anya zile miliki zao, akawapa Israeli makabila mawili, akawambia hii ndiyo urithi wenu, ndio mahali penu. Joshua akawavusha Jordan. Alipowavusha Jordan, alipovuka tu Jordan, anakutana na Yeriko. Wajeriko wanamwambia huwezi kwenda kumiliki hapa, upiti. Joshua ikabidi aingie vitani, akamtandika mfalme wa Yeriko, akapiga Yeriko, akaiangusha na akateketeza kwa kila kitu. Akachukua Yeriko, akaitwaa na nyara zake na mali zake na utajiri wake akavitwaa. Na Mungu alikuwa amemwambia vitu vyote, zile nyara zote teka, chukua, itakuwa mali yenu. Ukitaka kushinda kwenye ulimwengu wa roho, mkamate aliyemiliki, mtandike kwenye ulimwengu wa roho, mnyang'anye kwake. Anasema alivyolia kwamba Mungu amenipa na kunyang'anya fedha na kunyang'anya utajiri na kunyang'anya kibali na kunyang'anya ndoa na kunyang'anya afya na kunyang'anya na vitwaa, itakuwa ni zangu, hautanyang'anya kwa jina la Yesu. Leta mashamba kata yasha, lazima upigane, lazima ushindane, usipende kulala, usipende kula pesa, kula samaki, kula si. Wanatakiwa upigane, ndio maana lazima tupigane. Siku 21 lazima upigane. Unamwambia shetani, shika damu yako, shika damu yako, shika kubali, lazima nipende, lazima nipende kwa jina la Yesu. Ila kapasheneke pasaka parata, lazima upige. Joshua akampiga mfalme wa Yeriko, akamnyang'anya Yeriko. Wakaenda Ai, wakaipiga Ai mara ya kwanza. Walipoenda kuipiga Ai mara ya Yeriko, Biblia inasema Ai ilikuwa ni kaeneo kadogo,
walipoenda kupigana nako akawapiga. Joshua akaenda mbele za Mungu akasema, kwa nini tumepiga wakati ulisema hakuna atakayesimama mbele yetu? Akamwambia, sikiliza, kuna vitu ambavyo vimewekwa wakfu, watu wameiba, ndio maana wamepigwa. Ndio maana ukiwa na watu wanaoiba vitu vya wakfu wanapigwa kirahisi. Amen. Mwambie jirani yako, usiibe kitu kilichowekwa wakfu. Akaiba mtu mmoja miongoni mwa Israeli, akaiba kwenye Israeli nyara, akaiba. Alipoiba akasababisha taifa zima likapigwa. Joshua alipoenda mbele za Mungu, ndio Mungu akamfunulia akamwambia, mmepigwa kwa sababu kuna watu wameiba, na alikuwa ni mmoja tu. Akasema, mmeiba vitu vilivyowekwa wakfu, vile vitu vyote vya Yeriko waliambiwa mkavitunze, viwe ni kwa ajili ya Bwana. Mtu mmoja akajimilikisha dhahabu, fedha, akajimilikisha. Amen. Usiweze kuiba vilivyowekwa wakfu. Amen. Unajua vilivyowekwa wakfu ni nini? Unavijua? Wakfu kwa ajili ya Bwana. Kile ambacho ni cha Mungu usikiibe, maana hicho kimewekwa wakfu. Unaweza ukapigwa bila hata kujua unapiga kwa sababu gani, kumbe ni kile kilichowekwa wakfu ambacho umeiba, kama Akani. Kwenye ile sura ya 7 ya kitabu cha Yoshua, sura ya 7 inazungumzia habari ya Akani, wizi uliofanyika kati ya Israeli wakati Israeli wanapiga Yeriko. Kwenda kumpata kwanza aliyeiba. Wewe fikiria nchi nzima, unaambia bwana mmeiba, alafu kumbe aliyeiba ni mmoja. Tunaanza kumtafuta mtu mmoja kwa nchi nzima, sio rahisi kumpata. Nipaka kuwepo na direction ya Mungu. Sasa akamwambia Joshua, akasema bwana, watapika kabila kwa kabila, alafu wewe utakula piki. Wakapika kabila fulani, yakapika kabila, ikapikiwa kabila fulani, wewe kwa pembeni, au wengine nendeni. Kwenye ile kabila wakaja wale wazee wa koo, wana ukoo fulani, wanapita ule ukoo. Mzee wa ukoo anapita, walipopita kila mmoja akanasa mmoja, akaambia weka pembeni. Maana tunapita familia kwa familia, zikapita familia zote za wale ukoo, ikapita ikapikiwa familia moja, ambia kaa pembeni. Wasema sasa wanapita watu wa hiyo familia mmoja, wakapita mmoja, akapikiwa mtu anaitwa Akani. Mwona kama Joshua kawaambia, naomba uwe wasi uniambie, maana najua uniambie ni nini uungane kwa Mungu wako kitu ulichokifanya kibaya. Akasema Mungu anisamehe, niliona fedha, nikaona dhahabu nzuri, wakati tunateka nyara nikazitamani, nikazificha, zipo kwenye nyumba, nimezificha kwenye mchanga. Joshua akasema tumini watu waende wakitafute wazilete, na kama ameshasema mtu yeyote atakayepatikana, maana ametuangaisha, ametuumiza, atapigwa mawe na Israeli wote na vitu vyake na mali zake na familia yake, ndio tutakomesha wizi wa namna hii. Alipopikiwa Akani na familia yake na ng'ombe wake na mifugo yake yote, wakasema sasa sheria ni moja, ni kupigwa mawe mpaka kufa. Wakampiga mawe mpaka akafa. Akasema Bwana akaiacha hasira ya Israeli, akamwambia sasa nawaambia Israeli warudi wakapigane na Ai. Walipoenda wakaipiga na wakashinda.
Wakati mwingine ukiwa na vitu ambavyo haviko sawa, ukiingia vitani, ujawahi kupigwa. Amen. Ujawahi kupigwa. Kwa hiyo wakapiga, wakatoka wakapiga nchi zingine, wakapiga nchi zingine. Biblia inasema kwenye ile sura ya 12 na 13 ya kitabu cha Joshua, Biblia inasema wakasanyaje Mungu akamwambia, ile sura ya 13 akamwambia Joshua, wewe Joshua umekuwa mzee, umezeeka sana, na kuna nchi ambazo bado hazijamilikiwa na umekuwa mzee. Wakati anamwambia hivyo, ameshapigana na nchi 31, ameshapigana na wafalme 31, amewapiga, amewanyang'anya miliki zao, amewapa Israeli wamiliki, na anamwambia bado kwenye ulimwengu huu ukitaka kupenda ni wa kupigana. Hakuna muda ambao utasema kwamba imetosha wewe kupigana, usiku pigana, mchana pigana. Na sasa hiyo Mungu ambaye anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Ni siku gani? Zote. Amen. Siku zote. Sasa uvivu wa kiroho unakwambia jana uliomba, asubuhi uliomba, mchana uliomba. Na ukiwa mtu wa maombi, mimi sasa hivi ikipita siku sijapata muda wa kuomba, na hisi kama nimeshaanguka. Yaani siku moja tu ianzia asubuhi mpaka jioni, na usiku sijapata muda wa kuomba, naona kama nimeanguka. Wewe unakaa wiki nzima hata uombi na unaona sawa. Amen. Unaona sawa. Kwa sababu wakati ambao hiyo najizungumzia kwa upande wangu. Kwa hiyo nikikaa hata siku moja sijapata muda wa kuomba, nahisi kama vile niko wiki, niko dhaifu, sina nguvu zozote. Namba 2, ni kila asubuhi, mchana na jioni nikiingia maombi hayaendi. Amen. Yaani ni kila asubuhi chai, nikala chakula cha mchana, nikala chakula cha jioni, nikiingia maombi mzito. Amen. Lakini wakati nikiwa nimefunga ndio nakuwa powerful. Maombi yanakuwa na nguvu. Ukichalia usipende kula, utakuwa mzito mno. Amen. Utakuwa mzito mno. Unaona ingia kwa unaanza soda hiyo kunywa. Amen. Unaanza kubeua chapati 3 na chai hizo kula asubuhi, unaingia maombi. Nenda kwenye maombi ukiwa umefunga, utakuwa haleluya, utakuwa na nguvu. Amen. Sasa unakuta mtu hana ile mazoea ya kufunga kuomba, anataka mtu awe wakula. Bwana Yesu asifiwe. Ukijizoeza kufunga mwili wako, kwa wakati ambao unaanza kuadapt aina fulani ya maisha, unaanza kuadapt hali fulani, kwa kuna wakati ambao utajikuta yaani huwezi kabla ya kufunga, huwezi kabla ya kuomba. Mtu ambaye amezoea kufunga na kuomba, na kwa sababu iko hivi, ukitaka uombe vizuri, kula chakula kwa ajili ya kukupa nguvu kidogo. Bwana Yesu. Amen.
kukupa nguvu kidogo, kwa sababu nguvu za kuishi hazitoki kwenye chakula kingi unachokula. Narudia, nguvu za kuishi hazitoki kwenye chakula kingi unachokula, ikiwa wewe ni mtu wa roho. Ndio maana tukiambiwa kula chakula mfano wa kamili, hauambiwi ule sahani nzima. Yesu nasoma hiyo nchi, mlo kamili hauambiwi ule sahani nzima. Mlo kamili unachukua kidogo, yai unaambiwa usile yai zaidi ya moja. Wengine akipata naye anabugia matano, yai anakuwa ule moja. Sasa yeye kula kila kitu. Ole sasa kuna mtu mwingine akiwa anasafiri, akutana ya twende, akutana na karanga twende, akutana na mkate twende, akutana na mandazi twende, anakutana na chipsi twende, anakutana na machungwa twende. Huyo mtu anaanza safari na kanafika mwisho, ana ile ya kujapia mdomoni, ndio tunahitaji ila ambayo nananii hamskana umevimia. Amen. Ile mnasema unajapia mdomoni, kwa sababu harufu inayotoka ni kama ya haya kujaza wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati ambao unapata ule chakula kidogo ili upate nguvu kidogo za kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine mimi nikitaka kuomba usiku, sili mchana, sili jioni, na kunywa chai. Ikifika ule muda wa usiku, ni kama niko kwenye maombi ya kufunga, na pale muda nakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kuomba maombi ya usiku unaenda kula ugali au wali, unaenda kusinzia. Amen. Unaenda mkesha wa maombi. Wewe ni kijana unaenda mkesha wa maombi, umepakia ugali, tunaenda kwenye mkesha wa maombi. Utaenda kulala, hautaomba. Amen. Ukitaka uende vizuri, kuomba vizuri, achana na mambo ya chakula. Tumia chakula kidogo upate nguvu. Haleluya. Kuna wakati mwingine nikifuliza maombi, kuna wakati mwingine nahisi njaa, sasa ngoja nile kidogo ili nipate nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kula vitu vichache kidogo, ila kula vitu ambacho sasa nisema kwamba ule kidogo, kama ni kula chakula ambacho ni kidogo, lakini kiwe na content zote. Amen. Kiwe na content zote, kiwe na protein, kiwe na madini, chumvi, wanga, yaani zile content zote za mlo kamili ziwekwa kwenye chakula cha kile unachokula. Hata kama ni kidogo, utakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukitaka kumiliki, lazima tupigane. Usiseme kwamba mimi nimeshaahidiwa na Bwana, nimeshapewa na Mungu, Mungu ashaniahidi, kwa hiyo hapa nitarelax, hapa nitatulia, Mungu atatenda, nitasubiri sana. Wana wa Israeli walikaa Moshi, wakasema tunasubiri miaka 400 ifike. Ikafika 401, Mungu yuko kimya. 402 kimya, na 3 kimya, na 5 kimya, na 10 kimya, na 15 kimya, na 20 kimya. Wakasema sasa tumeliwa hapa, tena tuanze kulia hapa. Walipoanza kulia, Mungu akasikia, akamtuma Musa. Ukianza kulia kwa ajili ya maombi ya Mungu, kumbuka Mungu nataka, Mungu nataka, atamtuma Musa wako atakaye mahali ulipokwama. Ninaomba Musa wako atokee, akutoe mahali ulipokwama kwa jina la Yesu. Ndio maana Musa wako hawezi akatuma kwa sababu hujalia. Wakutoa mahali ulipo hawezi kutuma kwa sababu
ukamwomba Bwana, wewe hawezi akatuma kwa sababu haujalia bado. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe roho ya vita kwa jina la Yesu. Akupe roho ya kupigana na ushinde kwa jina la Yesu. Akupe roho ya kupigana vita na ushinde kwa jina la Yesu. Kwenye kazi yako, kwenye uchumi, kwenye fedha, kwenye huduma, kwenye ndoa, akupe roho ya kupigana vita na ushinde kwa jina la Yesu. Naomba tusimame. Mungu anataka watu ambao wana ile moyo wa vita, moyo wa vita. Usirelax kwamba Mungu kashaniambia, Mungu kashanitamkia, Mungu kashaniahidi. Aliwaahidi wengi hata wana wa Israeli, lakini hawakumiliki mpaka walipopigana. Hawakumiliki mpaka walipopigana. Wewe unataka kumiliki, wewe ni nani? Nataka niwe tajiri, wewe ni nani? Yesu mwenyewe alichukuliwa na Shetani, akampandisha, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu, akamwambia hizi nitakupa, maana ziko mikononi mwangu. Miliki za ulimwengu ziko mikononi mwa nani? Mwa Shetani. Wewe unataka usimiliki. Shetani ni mchini, akuachie, atakulaza usingizi na utalala na upati. Leo Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Mungu akupe neema kwa jina la Yesu. Funika macho yako, funika macho yako. Rudia maneno haya: Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe dhambi na makosa na kitu chochote kibaya nilichokifanya kilichosababisha nguvu zangu za kupigana vita zikaisha. Bwana Yesu, nipe Roho wako aniongoze, anitetee, anipe nguvu ya kupigana vita. Bwana Yesu, kuanzia sasa ninaomba neema yako inifunike, unipe nguvu katika maisha yangu. Kuanzia sasa ninaomba nguvu za kiroho, nitakapopigana nishinde kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu sasa tumia dakika kadha wa kadha, nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu masaa haya, inua sauti yako mbele za Yesu Kristo, inua sauti yako mbele za Bwana, mwambie Mungu, inaomba unipe nguvu, naomba unipe nguvu, naomba unipe nguvu, in the mighty name of Jesus. Naomba unipe nguvu in the name of Jesus, nipe nguvu in the name of Jesus. Huwezi kukamiliki mpaka upigane vita vya kiroho. Mwambie Bwana Yesu, nipe nguvu ya kupigana masaa haya, nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu. Samsoni akasema, naomba unitie nguvu mara hii, nataka nijilipize kisasi kwa watu walionitoboa macho yangu. Leo Mungu akupe nguvu masaa haya, akuinue kwa namna isiyo ya kawaida, akuinue kwa namna ya pekee na ya ajabu. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Unaweza ukaingia katika vita vya kiroho. Chochote ambacho kinakuzuia, chochote ambacho kinakwambia huwezi kumiliki, kataa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kinakwambia huwezi miliki, kataa, 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 kataa. Mungu sianze katika nyumba hii. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Nguvu za Mungu sianze masaa haya, vita ya nguvu za Mungu nitendee. Chochote ambacho kinakuzuia
ambacho kinakukwamisha kiroho. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vita. Ianze Messiah. Vita ianze. Kwa kila roho yote. Kila roho. Kila kizuizi. Joshua akawapiga wafalme 31, akatoa miji yao, akatoa maeneo yao, akatoa nyara zao. Leo Bwana achilie nguvu. Vita, vita, ianze, ianze. In the name of Jesus. Powers, 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 powers. In the name of Jesus.
Yamakapasata, Shanokoshamakapasete, Eyamakapasata, Shanokoshamakapa, wapasue waliokuwekea vikwazo njiani, wapasue